heshima yako? Mimi naitwa ndugu Simon Mwambe Conrad, meneja wa uwanja huu wa Majaliwa na ambako tunategemea kufanyika hii mechi ya kesho Jumapili. Maandalizi ya mechi kubwa kwa siku ya kesho, mechi inaenda kwa kukutanisha Yanga pamoja na Namungo. Maandalizi yakoje mpaka hivi sasa? Kwa kweli maandalizi yamefika 90% kwa sababu mambo yote muhimu kwa ajili ya maandalizi ya mechi tumeshakamilisha tayari. Tumepiga brush uwanja ili wachezaji wasiwe na matatizo. Tumefanya marekebisho kwenye generator ili kusiwe na matatizo ya mwanga, na tumeshajaza mafuta tayari kwa sababu unaweza kumka kesho kaambia kwenye sheli hamna mafuta. Kwa hiyo tumeshajaza mafuta tayari, na miundombinu humo ndani, masuala ya maji, umeme na vitu vingine vyote viko safi. Hali ya pitch ikoje? Hali ya pitch iko vizuri sana. Juzi na jana tulikuwa tunafanya marekebisho ya pitch. Tunapiga brush, tumeongeza raba sehemu ambazo kulikuwa mpungua raba, na kwenye sehemu ambazo maunganisho tumezipitia zote. Kwa hiyo pitch haina shida. Iko safi kabisa. Hatua zipi za kiusalama ambazo mmezichukua kuhakikisha kesho kuanzia wachezaji, viongozi pamoja na mashabiki watakaohudhuria hali ya usalama inakuwa nzuri? Hali ya usalama itakuwa imeimarishwa kwa sababu tuna vikao vyote sisi wenyewe hapa ambavyo vinashughulika na kila mchezo unapofanyika. Kwa hiyo ndani kunakuwa na watu wa usalama kama maaskari, kulikuwa na watu wa usalama wengine ambao sisi tunasema ni wamo ndani ambao wanashughulika na kuzunguka huko ndani. Kwa hiyo hali ya usalama itakuwa ni nzuri. Askari huko kutosha watakuwepo, na mkuu wa polisi wa wilaya tunashirikishwa kwenye kamati yetu. Kwa hiyo anapanga kama askari wake anaona kidogo anachukua wengine kama ni mgambo nani. Kwa hiyo kutakuwa na askari wengi tu. Kwa hiyo usalama kesho utakuwa ni wa hali ya juu. Ndani na nje ya uwanja. Muda na kabla ya mchezo. Kwa sababu wengine tunategemea watakuja watu wengi, watakuwa huko mtaani, wanapata chai, wanakunywa na nini. Kwa hiyo wawe comfortable, yani hali ni nzuri, hali ya usalama ni nzuri. Hawatadhurika na wala hawatadhuriwa. Na muda wote wa mchezo au ndani hakuna atakayedhurika wala kudhuriwa. Na hata watakapokuwa wanaondoka kwenda majumbani kwao. Kwa eneo la kwetu la Ruangwa hali ya usalama itakuwa ni kubwa mno. Tumejizatiti, tumejiandaa na tumedhamiria kulinda usalama wa kila mtu anayetaka kuja kushuhudia mchezo. Meneja Mwambe, umekiri ya kwamba kesho mashabiki watakuwa wengi kutokana na ukubwa wa mchezo namna ulivyo. Mmejipanga vipi kuhakikisha hakutakuwa na msongamano wa watu pale mashabiki watakuwa wanaingia? Cha kwanza tulichofanya ni kwamba tumeongeza sehemu za kuuzia tiketi ili watu wasibadilike kusongamana hapa mlangoni wanakata tiketi na kuingia, watakuwa wanakuja hapa na tiketi tu, jambo ambalo litarahisisha wakati wa kuingia. Kwa hiyo tumeweka vituo vingi vya kukatishia tiketi. Kwa hiyo tutakuwa nakata tiketi kwenye huko centers, hapa mtu anakuja tiketi yake anaonyesha anaingia. Kwa hiyo kwa namna hiyo tuna imani kwamba msongamano hautakuwa mkubwa. Kuna namna yoyote, kuna utofauti mnavyojipanga na michezo mingine na inapokuja mechi kubwa kama hizi za Young Africans dhidi ya Namungo? Utofauti wake kwamba centers za kuuzia tiketi zinakuwa ndio zinazotofautiana. Napokuwa mechi ndogo hatuwezi kuweka centers nyingi kama hivyo. Lakini mechi kubwa kama hii hapa ya Namungo, ya Yanga, Simba, tunaweka centers nyingi kwa sababu watu wanaokuja kuangalia mchezo ni wengi. Kwa hiyo waweze kupata muda wa kuweza kukata tiketi mapema. Zile mechi zingine kwa kuwa ndogo ndogo, centers zake zitakuwa sio nyingi. Mbali na tiketi, uwanja kwa ujumla, namna jinsi mnavyohandle kipindi zinakuja timu kubwa na zikiwa mechi nyingine, tofauti unakuwa wapi? Utofauti kwa kweli yani tofauti kubwa inakuwa ni wingi wa watu. Kwa sababu timu ndogo ndogo watu wa wengi, yani watazamaji sio wengi, lakini mechi kubwa inakuwa na watazamaji wengi. Kwa maana yake kwenye jukwaa kutajaa na huko nje ya fence utajaa watu. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya ulinzi ulioimarika kuanzia jukwaa na mpaka kuona uzunguka kwenye hizo fence. Tofauti ni hiyo tu kwamba wingi wa watazamaji. Na tunajitahidi kufanya ulinzi kwa imara kutokana na wingi wa watazamaji unavyokuwa. Unashauri kwa kweli, kwanza ni jambo la kujivunia kuwepo Namungo huko Ruangwa, kwa sababu inawasaidia wenzetu walio kwa majirani kuja kuziona timu zao. Kwa mfano mwingine anasikia tu Dube, Depu, Okelo. Kwa hiyo anapokuwa hapa inakuwa rahisi kwa wale washabiki kuja kuwaona au wachezaji. Sio lazima washabiki wa Yanga tu. Washabiki wote wale wanapenda kumuona Okelo yupoje, Depu yukoje na wachezaji wengine watakao kuja kesho. Kwa hiyo wajitahidi waje. Wajue angalie
mpira, wajua ziangalie hiyo timu, kwa sababu unajua inapokuja timu kama zimetoka kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika wanakuja hapa, kwa hiyo inakuwa ni fursa nzuri kuona kipaji kinachotumika kule kinakuja Ruangwa.